Jaribu ni pale Mungu amekaa kimya. Paulo na Sila walienda Filipi, wakahubiri Injili. Kulikuwa na kijakazi mmoja na pepo la uaguzi. Yule kijakazi akawa anawatabiria kina Paulo kwa kupitia roho wa uongo. Sasa kila siku msimama, ni watumishi wa Mungu wanawahubiria habari za Yesu wa Nazareti kila siku. Siku moja Paulo akasema imetosha. Akamgeukia yule pepo, akamkemea, akasema toka. Yule pepo akatoka. Sasa waliokuwa wanamiliki yule binti na anawapa faida, wakawakamata kina Paulo, wakawapiga, wakawaweka gerezani. Vaa hivyo viatu, umeenda kuhubiri Injili, umeenda kwenye huduma, alafu unatarajia Mungu ataonekana. Unakamatwa, unapigwa na Mungu anakaa kimya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Alafu umetoka kusoma habari Mungu wakina Danieli walivyotupa kwenye ile tundu la simba, Mungu alifunga yale makano ya simba. Sijui wakina Shadraka walivyotupa kwenye moto, Mungu alizuia ule moto usiwaunguze. Lakini kina Paulo waliumia. Wakati wanachapwa zile fimbo waliumia. Wakati wanafungwa mikono yao kwa mikatale waliumia. It was not a move. Pale Mungu akuwafanyia kama kina Shadraka. Kwa kina Shadraka Mungu aliingilia kati, hawakusikia maumivu ya moto. Yesu msalabani wakati wanamchapa mijeledi aliumia, Mungu akumchoma ganzi. No, aliumia. Lakini wakina Shadraka kwao hawakusikia hata maumivu ya moto. Sasa usipokuwa na ufahamu utavurugikiwa, kwa sababu wewe umesoma kwenye Biblia Mungu alizuia moto usiwaunguze wakina Shadraka. Ila kwa nini kwako moto umekuunguza? Utachanganyikiwa. Mungu alizuia makano ya simba yasimtafune Danieli. Ila kwa nini wakina Paulo wamepigwa na Mungu hajaingilia kati? Kwa nini Mungu amekaa kimya? Hilo linaitwa jaribu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hapo ndo utafunga siku 21. Utamaliza kufunga changamoto iko pale pale. Utafunga siku 40. Tatizo liko vile vile. Hilo linaitwa jaribu. Amina. Haleluya. Amen. Inaitwa nini? Jaribu.